Ikiwa unafanya biashara ya bodaboda, iwe ni bajaji au biashara yoyote ile ya usafirishaji na una struggle jinsi ya kumanage mapato na matumizi ya biashara yako, video hii ni kwa ajili yako. Nitaenda kuonyesha namna gani ambavyo unaweza kutumia Excel sheet kuweza kumanage kila kinachoingia kwenye kila chombo cha usafiri pamoja na matumizi kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi mpaka mwaka mzima. Inakupa hesabu kamili ya kile ambacho unafanya kwenye biashara yako. Hiyo itakusaidia kuweza kujua kama biashara yako inajiendesha kwa faida au kwa hasara kwa kutumia sheet moja tu ya Excel. Na kama utopenda kutumia muda mwingi kuitazama hii video mpaka mwisho, unaweza kubonyeza link iliyoko kwenye description au maelezo ya hii video ukadownload sheet yako na wewe ukaweza kuitumia kwa ajili ya biashara yako. Na ikiwa utapata changamoto yoyote, let me know katika sehemu ya comment au sehemu ya description. Kuna namba zetu ambazo unaweza kutupata. Naitwa Joel Kadaga, mimi ni content creator kutoka Joel Media. Katika channel hii tuna upload content mbalimbali ikiwemo za masuala ya graphic design, video content creation, digital marketing na mambo mengine ya kumanage biashara kama haya ambayo yamekuwa kiwapa changamoto watu wengi sana. So ikiwa ni mara yako ya kwanza kwa tutorials kama hizi, mafunzo kama haya, hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila ninapo upload video mpya basi upewe taarifa na uje kujifunza. So bila kupoteza muda, twende moja kwa moja kwenye sheet yetu. Na hii ndio sheet ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya kumanage mapato pamoja na matumizi ya biashara ya bodaboda, ya bajaji. Huo una chombo cha usafiri chochote. Sasa kuna wengine unakuta na bajaji 3, ana bodaboda 10, una bodaboda 20. Kwa manage hao watu wote, kujua bodaboda fulani ameingiza kiwango gani cha pesa na amelipa kwa wakala gani na uweze kutrack na kujua matumizi, inakuwa ni changamoto. Kwa unachofanya, kwa mfano kwenye hii sheet unaweza kaona kwanza kabisa hapa kuna namba ya chombo au namba ya dereva au namba ya zile listi ambazo unaweza kuzitumia. Kwa mfano una bajaji au bodaboda 1 au bodaboda 2, unaweza kwenda mpaka bodaboda 70 au vyombo vya usafiri 76. So ni wewe tu kulingana na idadi. Kwa sehemu ya kwanza kabisa hapo unajaza jina la dereva, mtu anayeendesha hicho chombo. Lakini pia sehemu ya pili utajaza namba ya kifaa hicho ambayo basically hapa ni pikipiki, kwa utajaza namba ya pikipiki hapa. Then kwa sababu mara nyingi hawa watu huwa wanaleta hesabu kwa siku, basi inatakiwa uweze kujua kila siku ameweza kufanikiwa kuingiza pesa au hajafanya hivi. Kwa kama ameingiza pesa, lazima aseme ametumia nani au jina gani kulipa. Kwa kama ametumia wakala, utaweka namba ya wakala. Kama amelipa kwa namba yake ya simu, itaonyesha pia hapo ametumia namba yake ya simu kulipia. Kwa hiyo hapo utaweza kuandika. Then baada ya hapo utakuja huku kwenye siku pamoja na tarehe. Kwa hiyo kwenye kila tarehe utaingiza details za anachokiweka kwenye account mpaka kufika tarehe 31 au 30 au 28 au 29 kwa mwezi. Na huku mwishoni kabisa italeta total ya hela zote ambazo mtu ameziingiza au bodaboda husika kwa mwezi. Kwa hamwezi kusumbuana kwamba mimi nilileta tarehe 7, tarehe 20 ndio sikuleta, kwa hiyo nina siku moja nadaiwa. Ukiwa unajaza kila siku hapa, unaweza kwa unaona na una track real time kile kinachoingia. Lakini haiishii hapo. Ukishuka huko chini utakuja kuona kwamba una uwezo pia wa kuja kutraki mauzo ya siku. Kwa mfano unaweza kusema nataka niangalie mauzo ya Jumatano pekee yake. Kwa mfano hapa Jumatano. Ukishuka chini kabisa huku, unaona hapa inakuwekea total, jumla ya mauzo ya siku husika. Kwa hiyo bodaboda wote waliofanya kazi siku hiyo na kuweka pesa, utaweza kuona mwishoni kabisa hapa kwamba ni kiwango gani cha pesa ambacho wamedeposit. Kwa hiyo itakupa picha kamili ya kile kinachoendelea. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa bodaboda wote, utafanya hivyo kwa siku zote za mwezi, na mwisho wa siku utapata total. Sasa ukishuka chini hapa utaona kuna nini? Hapa kuna sehemu ya matumizi. Sorry, imecheza hapa kidogo. Yes, Januari. Ukishuka huko chini utagundua hapa ni sehemu ya matumizi. Matumizi mbalimbali ambayo unafanya kwenye biashara yako. Kwa mfano, chanzo cha mapato kinaeleweka nini na mauzo ya jumla ni shilingi ngapi. Kwa hapa itakuwa inajumlisha kwamba ni shilingi ngapi umeweza kuuza. Sasa tukishuka hapa chini kuna matumizi. Kwa mfano, kama kuna matumizi yamefanyika, pengine umenunua chombo kipya, umebadilisha mpira au umefanya changes yoyote ile ambayo inahitajika kwenye pikipiki, basi utakuja kujaza hapa. Kwa utaandika hapa nimefanya matumizi fulani. Kwa mfano hapa tulisema kubadilisha labda clutch. So ukaandika labda 10,000. Kwa hiyo hapa automatically itakuwa inajijaza. Na uzuri zaidi ni kwamba kuna formula hapa automatically itakuwa inajumlisha huko chini, inakupa jumla ya matumizi yote ambayo umeyafanya
kwa siku au kwa mwezi mzima kulingana na wewe utavyotaka, kwa sababu kuna listi kubwa, unaweza kujaza vyote huko ambavyo vinafanyika. Kama unanunua chombo kingine pia unaweza kaandika labda tulinunua bodaboda nyingine labda kwa 3,000,000. Kwa hiyo ukijaza hapo unaweza kaona huku, una click hapo, unaweza kaona huku tayari matumizi ni 3,035,000. Kwa hiyo inakupa picha kamili ya kila kitu ambacho wewe binafsi unakifanya. Then hapa kuna summary ya mwezi. Kwa hapa itakuonyesha mapato ya bodaboda kwa mwezi mzima ni bei gani, itaandika hapo. Then matumizi yako yote kwa mwezi ni kiasi gani, itaandika. Na by the way hizi inajumlisha yenyewe automatically, wewe ni kujaza tu huku. Hapa inakuletea form. Then baadaye itakwambia profit, je, faida yako ni bei gani kwa mwezi mzima ambao umeweza kuitengeneza. So utaiona hapa. Sasa hiyo haishi tu kwenye mwezi mmoja. Utaenda mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka mwezi wa 12. Mpaka mwezi wa 12 huku utaweza kuona matumizi kiasi gani umefanya. Na mwishoni kabisa hapa ukishuka utaona kwamba kuna year overview. Hapa itakuonyesha mapato na matumizi ya mwaka mzima, inakupa picha. Kwa hiyo utajua kwamba kumbe Januari mauzo yalikuwa 4,000,000 na matumizi ni 335,000. Kwa hiyo tulipata faida au iliyobaki ni 303,000. Itaenda hivyo Februari, March mpaka mwezi wa 12 na mwisho kabisa itajumlisha na utapata total. Kwa hiyo utajua kwamba tumeuza 44,000,000, matumizi yalikuwa ni milioni kadhaa, then zilizobaki ni 40,000,000. So this is just dummy data. Ni data ambazo mimi nimetumia kama sample ili uweze kuelewa. Kwa hiyo hizi zote unaweza kuzifuta na wewe ukaweka data zako ukapata kutrack na kufuatilia biashara yako inavyoenda. Kwa hiyo sitaki nipoteze muda mwingi. Kwenye description kama nilivyokuambia kuna linki, nenda moja kwa moja unaweza kuipata hiyo sheet, na kama utapata changamoto yoyote kuna namba zetu za simu hapo kwenye maelezo ya hii video, au kuna linki ambayo unaweza kubonyeza moja kwa moja ukaja WhatsApp ili tuweze kukusaidia tatizo lako. I hope video hii itakuwa msaada kwako. Let me know katika sehemu ya comment ni sheet gani au ni biashara gani ambayo unataka nikutengenezee sheet ili kukurahisishia. Nitafurahi kuona katika sehemu ya comment ili next time nije na video nyingine itakao kurahisishia wewe kuendesha biashara yako kutumia Excel sheet ambayo you pay once, hakuna malipo mengine hapo utafanya. Jina langu ni Joel Kadaga, hakikisha una subscribe, lakini pia share video hii, usiwe mchoyo. Kama unahisi kuna mtu ambaye anaweza kunufaika na video hii, hakikisha una share na yeye ili naye aweze kujifunza, lakini like video hii ili uweze kwenda mbali zaidi na iwafikie wengi. Sina la ziada, tukutane katika video inayofuata.